Kwanza nitoe shukurani zangu za dhati kwa huu umoja wa ushirikiano wa mashekhe wa taasisi mbalimbali za hapa mjini Tanga. Na pia niwapongeze kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya ya kujenga chombo hiki. Hiki ni chombo muhimu ambacho hakipatikani sehemu nyingi. Sijapata kuona katika mzunguko wangu wote wa nchi nzima chombo ambacho kimeanzishwa asa wa ala ikawa watu wakaiga kutoka hapa nyumbani Tanga kupitia utaratibu na mfumo ambao mmeuanzisha. Mwenyezi Mungu awajaze kheri na Mwenyezi Mungu akiongoze chombo kupata kuendelea. Ni kwa nini ni chombo muhimu? Ni chombo muhimu kwanza kinawakusanya mashekhe, na mashekhe ndio hubatu din wal aqida. Mashekhe ndio mawarithi wa mitume alayhi salatu wasalam, na ndio wasimamizi wakubwa wa dini. Kukusanyika mahala pamoja sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Ghaliban mashekhe huwa hawawezi kukaa mahala pamoja, hawakai katika chungu kimoja. Lakini leo Mwenyezi Mungu amejalia katika mji wetu wa Tanga na mkoa wetu wa Tanga kwa ujumla kuanzisha chombo kama hiki. Ndio maana mwanzo maneno yangu nimetanguliza kushukuru, kisha nikaandamizia kupongeza, sababu hili ni jambo kubwa na ni jambo la maana sana tunalotarajia kutuletea maendeleo ya aina mbalimbali. Kuna kitu ambacho tulikuwa tunakiona kimetuponyoka, alwahda walittihad. Sisi hatuna umoja, hatuna atakatuf, hatuna mshikamano kati yetu sisi mashekhe, walimu wa madarisi na hata Waislamu kwa ujumla. Kwa hiyo ninapoliona jambo hili lipo mahala kama hapa, ni jambo la kuliombea sana dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliimarishe, kwa sababu umoja na mshikamano ndio kazi ya mashekhe ambayo inatakiwa waisimamie. Kwa hiyo hii ni ishara kubwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ambayo mmeionyesha katika ushirikiano huu wa mashekhe wa taasisi za Tanga. Ni kiigo kizuri kwa watu wengine wa mikoa mingine katika nchi nzima, na kwa kuwa wanaona haya moja kwa moja na wanatuona hapa moja kwa moja, nadhani kila mmoja atakubali kwamba hili ni jambo kubwa na ni jambo ambalo lina manufaa makubwa. Ni zungumze tu kitu kimoja. Hii kalenda ya Kiislamu, kalenda ya Kiislamu imetuletea mafunzo mengi. Jambo la kwanza katika namna ya kujifunza ni kushirikiana na kukaa pamoja kuzungumza. Wakati wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu, katika ule mwaka wa 17 al-Hijra, katika zama zake yeye akiwa khalifa, kulitokea mtu mmoja sahaba mkubwa anaitwa Abu Musa al-Ash'ari, ambaye alipelekwa Basra kama gavana. Alikuwa anakerwa sana na ile hali ya kuona kuna mambo yanafanywa, yanatolewa amri, yanatakiwa kutekelezwa, lakini hayana tarehe, hayana kalenda. Mambo kama haya yakamsumbua sana. Katika jumla sababu ya kuanzishwa takwimu, yani kalenda ya Kiislamu,
mwaka wa Kiislamu ulianza tangu siku ile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoteremshiwa wahyi. Lakini ile kalenda ya Kiislamu kwa Uislamu sasa huwa na kalenda, ili jambo lilikuwa haliko katika Uislamu miaka yote mpaka mwaka wa 17 al-Hijra, wakati wa Saidna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ndipo zikaja fikra nyingi zinazohusiana na kuanzishwa kalenda ya Kiislamu. Moja ya fikra hizo ni fikra hii ya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu kumwambia Saidna Umar, habari nyingi zinatujia lakini hazina kalenda. Hata barua ambazo zaja kwetu sisi kutoka kwako wewe kama amiri al-mu'minin hazina kalenda, haijulikani siku gani, mahala gani, labda kumeandikwa tu jambo fulani litekeleze katika Shaabani, lakini hatujui ni Shaabani ipi, ni Shaabani hii tulionayo sasa au iliyopita au ijayo. Mimi ningeona kuna haja ya sisi tufanye mambo kama haya. Nawapongeza kwa kazi hii mmeifanya, ni kazi kubwa, mmefuata haswa na kuyaleta mambo haya katika muafaka wa kalenda ya Kiislamu, mmeleta katika mahala pake, kwa sababu mmeleta katika mahala ambapo walikaa masahaba kujadiliana, kukubaliana, na wamesema mashekhe tarehe hapa nyingi kizungumza kisa cha al-Hijra na mambo yake mengi chungu mzima, lakini hili ni jambo kubwa sana, linatufikishia katika kuondosha swala la kufarakana, swala la kutengana. Alifai, naona hii mambo ya maajabu makubwa sisi watu walivyokaa katika hali ya namna hiyo. Sasa ni vipi leo sisi taasisi zetu tusianzishe mambo ya uchumi? Yale unipitia kichwani kija katika shughuli hii hapa ni kugusia kuhusu masuala ya uchumi. Najua mnayajua na mnayo mipango, lakini nazidi kumishawishi na nazidi kumipa moyo kwamba muendelee kushughulikia na masuala ya uchumi. Mathalan kushika mashamba. Siku hizi kuna ile wanaita dhahabu nyeupe, adhahabu al-abyad. Adhahabu al-abyad ni katani, mkonge. Na mkonge sitanga hawezi kuzungumza mkonge, kila mmoja anajua mkonge kitu gani. Mahabit manake ni sehemu ambayo juu kwendi na chini kushuki, huko katikati. Mwenyezi Mungu atatuondoa, Mwenyezi Mungu atatuondoa, tutaendelea vizuri na mambo yatakuwa sawa sawa. Tujenge mapenzi, tupendane, tujenge kushirikiana, tujenge kuaminiana. Kabla sijaingia kwenye dua, nikumbushe kitu nimekisahau, kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni mwaka wa uchaguzi, na hakuna katika Uislamu mahali panaposema uchaguzi haifai. Hakuna. Na sisi kama sehemu ya wananchi wa Tanzania takiwa tuhakikishe kwamba tunahudhuria au tunafika siku ile ya uchaguzi kwa ajili ya kuchagua kiongozi anayetufaa. Wale ambao wana nafasi za kugombea basi wagombee, na wale ambao kwamba hatuna nafasi hizo basi tutokeze kwa ajili ya kumchagua kiongozi anayefaa. Hili ndio jambo kubwa la kukumbusha kila mara. Lakini la pili ni kujiepusha na makundi ya fujo, na kujiepusha na fikra za fujo, kujiepusha na watu ambao wanaweza kutengeneza akili za watu na kuharibu na kuleta matatizo katika nchi. Waislamu ni watu wa amani, shughuli zetu za amani, utulivu, na kumsikiliza mtu si vibaya. Kusikiliza mtu aina yote ni haki ya kila mmoja kumsikiliza, lakini kuyachukua yale anayoyaeleza ndio kitu kinahitaji kuchuja. Kwa hiyo nataka nigusie jambo hilo, ili jukwaa kubwa hatuwezi tukatoka bila kuwahimiza Waislamu juu ya swala la uchaguzi. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin, ya salam sallimna wa muslimin, ya salam sallimna wa muslimin, ya salam sallimna wa muslimin, ya sarikh al-mustasrikhin wa ya ghiyath al-mustaghithin wa ya mufarrij kurab al-makrubin. قد ترى مكاننا تعرف حالنا.
ولا يخفى عليك شيء من أمرنا وحسبك من سؤالنا إنك بحالنا. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Allah ya Rabbal Alamin, kwanza ijalie Tanga yetu ipate baraka nyingi, ijalie Tanga yetu iwe na neema kubwa. Panua riziki za watu wa Tanga, wazipate riziki zao kwa sahali bila ya taabu katika kuzitafuta, lakini wasiwe na ubakhili katika kuzitoa. Mwenyezi Mungu ajalie watu wa Tanga na mkoa mzima kuwa ni wenye mafanikio katika mambo yao. Mwenyezi Mungu kadhalika hayo yajalie kwa Tanzania nzima. Na tunakuomba ya Allah ya Rabbal Alamin, jalia amani na utuvu na masikizano ndani ya nchi yetu. Jalia tuwe na baraka katika mambo yetu. Jalia uchaguzi ujao ya Allah ya Rabbal Alamin upite kwa amani na salama na utuvu, bila ya fujo, bila ya ghasia, bila chochote. Wewe Mwenyezi Mungu ndio unawajua waja wako na unawageuza usiku na mchana utakavyo. Mwenyezi Mungu tunakuomba umjalie pia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na wasaidizi wake wote, wape afya njema, wape taufiki katika kuliongoza taifa hili. Mwenyezi Mungu izungushie nchi hii kinga na hifadhi yako na riaya yako kama ulivyohifadhi Qur'an, na ifiche na maadui zake wa nje na ndani kama ulivyoificha roho katika mwili. Akiwa Mwenyezi Mungu ni muweza juu ya kila kitu na ndiye mwenye kustahiki kuitikia dua zetu. Tusamehe dhambi zetu, tustiri aibu zetu, tukamilishie matulubu yetu, tutengenezee mambo yetu ya Rabbal Alamin, tuondoshie shida zetu ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa alihim wa sahbihim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.